العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الدرس 11 من آداب الصيام. katika adabu za saumu, kwanza an yura ala saimi sakinatu walwaqar, ni kuonekana kwa yule mwenye kufunga utulivu. As-sakina walwaqar, kwa maana awe mtulivu, asiwe mtu mwenye papara. Fala yajhalu, asifanye vitendo vya kijinga. Pili, katika adabu za siyam, an tushamma minhu rawaihu at-tayyiba, ni kusikika kwake harufu nzuri. Yule mwenye kufunga awe na harufu nzuri, asiwe na harufu mbaya. Tatu, an tadhhara ala malamihihi albashasha, ni kudhihiri katika sura zake bashasha, ule ukunjufu wa uso, kwamba anafanya ibada hii na huku moyo wake uko safi, sio kuonesha kukunja uso mara kwa mara kutokana na ibada hii. Kwa hiyo antadhhara ala malamihihi albashasha, kudhihiri katika shakli yake na sura zake, kudhihiri bashasha, ukunjufu wa uso. Nne, an yakhtara min alkalami atyabahu wa ahsanahu, akhitari katika maneno yale mazuri, azungumze maneno mazuri wakati akiwa na saumu yake, liqauli llahi ta'ala, waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Waqala ta'ala, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu waseme yale maneno ambayo ni mazuri. Tano, an yatahalla bilhilmi walanah walafwi wasafhi, ajipambe mwenye kufunga kwa upole na utulivu na msamaha. Lilhadith, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yajhal, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu asifanye vitendo vya kijinga. Adabu ya sita, an yakuna jamila almadhhar walmakhbar, awe ni mzuri wa dhahiri yake na habari zake, maneno yake. Lilhadithi, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri na anapenda uzuri. Saba, an yakuna rafiqan ma ahlihi wan nasi ajma'in, awe mpole pamoja na ahli yake nyumbani na pamoja na watu wote. Lilhadithi, inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi, Allah anapenda upole katika mambo yote. Nane, an yakuna ala balihi ihtisabu siyam. Lilhadith, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, iwe katika akili yake kutaraji thawabu za saumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii ya Mtume sallam, man sama ramadhana, mwenye kufunga Ramadhan imanan, wa kumwamini Allah, wa ihtisaban, na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Adabu ya tisa, man istafazzahu bisu'il ibara au sabahu au shatamahu falyaqul inni saimun marratayn, ambaye amemtokea kwa maneno mabaya, kwa ibara mbaya, au alimtukana au alimtusi, na amwambie inni saim mara mbili, amwambie mimi nimefunga. Kwa hadithi ya Abi Huraira almuttafaqi alayhi, kwa hadithi ya Abi Huraira ambayo iko katika Bukhari na Muslim, fa in sabahu ahadun au shatamahu falyaqul inni mru'un saim. Kumi, an yatahalla bisabri ala adha nnas, ajipambe mwenye kufunga kwa kusubiri na maudhi ya watu, asubiri maudhi ya watu kila mahali. Waliyalam annahu fi shahri sabr,
na ajue kwamba yeye yuko katika mwezi wa subra. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sawmu shahri as-sabri wa 3 ayamin min kulli shahrin yudhhibna wahara as-sadri. Saumu ya mwezi wa subra. Mwezi wa subra ni huu mwezi wa Ramadhani. Saumu ya mwezi huu wa subra na saumu ya siku 3 za kila mwezi zinaondoa joto la moyo, yani ile harara alionayo mtu katika kifua, hasira. Hii saumu inaondoa. Si kwamba saumu ndio inaleta mambo ya ghadhabu na hasira. Saumu inaondoa vitu hivyo, harara la moyo. 11 an yakuna kathira samti illa min khair, awe ni mwingi wa kunyamaza isipokuwa kwa mambo ya khairi. An yakuna kathira samti, awe ni mwingi wa kunyamaza katika muda ule wa saum, illa min khair, isipokuwa kwa mambo ya khairi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho na aseme khairi au anyamaze. Aseme maneno ya khairi, kuamrisha mema, kukataza maovu, maneno ya ukweli, vinginevyo anyamaze, asizungumze. 12 an yakuna dhahkuhu tabassuma, iwe kucheka kwake ni tabassum, kutabasamu. An yakuna dhahkuhu tabassuma, iwe kucheka kwake ni tabassum, ile kutabasamu, si kutoa sauti na kucheka mpaka taa zazimika kwa sababu ya mtu kucheka sana. Hilo jambo halitakiwi, hasa kwa mwenye kufunga. 13 alla yakuna abusan ghadhuban, asiwe mwenye kukunja uso mwingi wa ghadhabu. Asiwe mwenye kukunja uso ghadhuban, mwingi wa ghadhabu. Lihadithi la taghlab walakal janna, usighadhibike, usikasirike, nani yako wewe pepo. Mtume alimwambia mmoja katika masahaba, la taghlab walakal janna. Alfarahu biqudumi ramadhana, katika adabu za siyam ni kufurahika kwa kufikiwa au kwa kufika mwezi wa Ramadhan. Qala Allahu ta'ala qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, sema kwa fadla za Allah na kwa rehema zake, fabidhalika falyafrahu, kwa hayo na wafurahie, huwa khairun mimma yajma'un, hayo ni bora kuliko wanaoyakusanya. Man kana min ashabil a'dhar fala ya'kul amama an-nas, ambaye ni katika watu wenye udhuru walioruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, fala ya'kul amama an-nas, asile mbele za watu. Kama ni mwanamke yuko katika siku zake au ni mzazi, basi anaruhusiwa huyo, ni haramu kufunga, lakini asile mbele za watu. Mgonjwa, msafiri, halikadhalika wanaruhusiwa kufungua halafu waje walipe, lakini wasile mbele za watu. 16 alfarahu idha hana waqtul iftar, kufurahika ukifika wakati wa kufungua. Lilhadithi idha aftara fariha bifitrihi, akifungua mwenye kufunga hufurahika kwa kufungua kwake. Lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. الدرس 12 من فوائد الصيام, katika faida za saum, taqwa Allah, kwanza ni kumcha Allah. لقوله تعالى لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويفيدا kwanza inayopatikana katika saumu ni taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, sihhatul badan, ni usahihi wa mwili, mwili unapata siha. Si kwamba hadithi sumu tasihu ni sahihi, hii ina maana faida katika faida za saum, sihhatul badan,
ni kusihi na kuwa mzima mwili wako, sababu ile chakula mara kwa mara ndicho kinacholeta madhara. Lakini hadithi sumu tasihu, hadithi sio sahihi. Tatu, tadhiqu majra shaitan, kufanya ndogo njia za shaitani, kuzifanya ndogo njia za shaitan, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba ash-shaytanu yajri min ibni adama majra dami fil insan, shaitani anapita kwa mwanadamu zile njia zinazopita damu kwa mtu ndizo anazopitia shaitani. Kwa hiyo mtu akifunga anazifanya ndogo zile njia za shaitani anazopitia katika mwili wake. Tadhakkuru hali alfuqara wal masakin, katika faida za saum ni kukumbuka hali za mafakiri na maskini, kukumbuka kwamba hali zao wako katika hali ngumu. Mtu akifunga anakumbuka hali walizonazo mafakiri na maskini katika siku zote na mwaka mzima, kwamba wako katika hali ngumu, kuwa hawana chakula. Tano, katika faida za saum, as-saumu junna, saumu ni kinga, ni ngao ya moto. As-saumu junna, saumu ni ngao ya moto. Sita, as-saumu yuallimu sabra, saumu inafundisha ibada ya subra. Saumu inafundisha subra, kuwa mtu ana subra, kusubiri kwa kufanya taa, kusubiri kwa kuacha maasiya, na kusubiri pia kwa qadar za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kuumiza. As-saumu intisarun ala nafsi, saumu pia ni nusra, kuinusuru mtu nafsi yake. Pia as-saumu intisarun ala shaitan, saumu pia ni kupata nusra kwa shaitani. Saumu ramadhana yuallimu almuslima liltizama bilmawaid, saumu ya Ramadhani inamfundisha muislamu kulazimiana na zile ahadi. Saumu ramadhana ramzul litauhidil muslimin, saumu ya Ramadhani ni alama ya kuwa wamoja waislamu. Saumu ramadhana ramzul litauhidil muslimin, ni alama na ni ishara ya kuwa wamoja waislamu. Siyamu ramadhana wa 3 ayamin min kulli shahrin tudhhibu wahara as-sadri, saumu ya Ramadhan na funga ya siku 3 za kila mwezi huondoa lile harara la kifua na moyo. As-saumu yuksibu al-'abda al-khayra fi ad-dunya wal-akhirah, saumu humpatisha mtu khairi za duniani na akhira. قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون, kufunga ni bora kwenu mkiwa mnajua. Faida ya saumu ya 13, khulufu fami saimi atyabu inda Allah min rihil miski, harufu ya mdomo wa mwenye kufunga ni nzuri sana kwa Allah kuliko harufu ya miski. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, mwenye kufunga na furaha mbili anazofurahika, farhatun an fitrihi wa farhatun an liqa'i rabbih, furaha kwa kule kufungua kwake na furaha kwa sababu ya kukutana na Mola wake akhira. Dua usaimi mustajab, dua ya mwenye kufunga ni yenye kukubaliwa, haikataliwi. Dua ya mwenye kufunga wakati wowote akiwa na saumu, dua yake ni yenye kukubaliwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 3 da'awatin mustajabatun, dua 3 ni zenye kukubaliwa. Da'watu saim, dua ya mwenye kufunga, wa da'watul madhlum, na dua ya mwenye kudhulumiwa, wa da'watul musafir, na dua ya msafiri. Hawa dua zao hazikataliwi. Pia dua ya mzazi kwa mtoto wake pia haikataliwi, inakubaliwa. Faida ya 16, as-saumu yushaffi'u li sahibihi, saumu inamuombea shafaa mwenye kufunga, kama fi hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-siyam wal Qur'ani yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, saumu na Qur'ani zitamuombea shafaa mtu siku ya kiyama.
Yaqulu siyamu, saumu itasema ay rabbi, e mola wangu, inni mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, mimi nimemzuia chakula na matamanio mchana, fashaffi'ni fihi, nikubalie shafaa yangu kwake. ويقول القرآن قرآن nayo itasema rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl, e mola wangu, huyu nimemzuia kulala usiku, fashaffi'ni fihi, kwa hiyo nikubalie shafaa yangu kwake. Fayushaffaani, hivyo vitu viwili vitakubaliwa shafaa zao. As-sawmu yud'ifu ash-shabaqa lihadithi ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Saumu inadhoofisha matamanio. As-sawmu yudhifu ash-shabaq, saumu inadhoofisha zile shawa za vijana, kwa hadithi ya Mtume, enyi vijana, mwenye kuweza katika nyinyi kuoa, faliyatazawwaj, na oe, fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kunafunga zaidi macho, wa ahsanu lilfarji, na kunazuia zaidi farji, wa man lam yastati, asiyeweza, fa alayhi bisawm, ajilazimishe saumu, afunge, fa innahu lahu wija, kwani saumu inavunja zile shahawa zake. As-sawmu yudafi'u an sahibihi fil qabri, saumu itamtetea mwenye kufunga kaburini, kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ibn Hibban, thumma yu'ta an yaminihi fayaqulu as-siyam ma qibali madkhalun, kisha ataletewa, atafuatwa kwa upande wake wa kulia, saumu itasema ma qibali madkhalun, hakuna mbele yangu mahali pa kuingilia. Saumu Ramadhana mukaffirun lidhunub, saumu ya Ramadhani inafuta madhambi, lihadithi wa Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir, Ramadhani mpaka Ramadhani ni yenye kufuta madhambi yaliyo baina yao, yakiepukwa madhambi makubwa. As-sawmu min asbabi dukhulil janna, katika faida za saum ni kwamba saum ni sababu, ni katika sababu za kuingia mtu peponi, lihadithi man asbaha minkum al-yawma saima, nani aliyeamka katika nyinyi asubuhi kuwa ana saumu, ni mwenye kufunga. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna, hayakusanyika mambo hayo kwa mtu isipokuwa huingia peponi mtu huyo. Yunada as-saimuna yawm al-qiyama min babir rayyan, wenye kufunga wataitwa siku ya kiyama kwa mlango huo wa ar-rayyan, fala yadkhulu minhu illa as-saimun, hawataingia kwa mlango huo isipokuwa wale wenye kufunga. As-sawmu min asbabi al-'itq min an-nar, saumu ni katika sababu za kuachwa huru mtu na moto, lihadithi walillahi utaqa'u min an-nar wa dhalika fi kulli layla, Allah ana watu wenye kuachwa huru na moto, na hilo ni kila siku anawaacha watu huru na moto katika mwezi huu wa Ramadhani. As-sawmu yuhadhibu al-akhlaqa, saumu inasafisha tabia za watu, lihadithi fa-idha kana yawmu sawmikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu asiseme maneno machafu, asipige makelele, asifanye vitendo vya kijinga. Fa insabahu ahadun, akimtukana yoyote, au qatalahu, au akitaka kupigana naye, falyakul inni saim, amwambie mimi ni mwenye kufunga, mimi ni mwenye kufunga. As-sawmu yunammi fil insani atifata ar-rahma wal-ukhuwa wash-shu'ura bi rabitati at-tadamun wat-ta'awun allati tarbutu al-muslimina fima bainahum, saumu inazalisha kwa mtu huruma na undugu na kuhisi maungano na kusaidiana, jambo la kusaidiana na jambo la kuwa pamoja, mambo ambayo yanaunganisha Waislamu, hali zilizo baina yao.
As-sawmu yuallimu al-amana, saumu pia inafundisha amana, uaminifu, wa muraqabata Allahi fi sirri wal alan, na kumchunga Allah na kumuhifadhi Allah katika siri na katika dhahir. Idh la raqiba ala as-saibi fi imtina'ihi anil muftirat illa Allah wahdahu, kwani hakuna mwenye kumchunga mwenye kufunga ile katika kujizuia na venye kufunguza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio raqib wa kila saib. Lakini vinginevyo hakuna mtu anayeweza kumchunga mwenzake asifungue isipokuwa kila mtu anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayemuona popote alipo. صوم شهر رمضان ب10 أشهر وصوم 6 من شوال بشهرين. صوم ya mwezi wa Ramadhani ni kwa miezi 10, thawabu zake ni thawabu za miezi 10, na saumu ya siku 6 za Shawwal bishaharaini ni kwa miezi miwili. Kwa hiyo jumla yake mwezi wa Ramadhani na siku 6 za Shawwal ni saumu ya mwaka mzima. As-sawmu yuallimu al-muslima az-zuhda fi ad-dunya wa shahawatiha. Saumu inamfundisha Muislamu kuipa mgongo dunia na matamanio yake, wayuraghibuhu fil akhirah, na humpendekesha katika akhira, si katika dunia. As-sawmu yuawidu an-nafsa taqdima mahbubillahi ala mahbubiha. Saumu inaipa mazoezi nafsi kutanguliza vitu anavyovipenda Allah kuliko vinavyopendwa na nafsi. الصوم يعود النفس تقديم محبوب الله على محبوبها. صوم inaipa mazoezi nafsi kutanguliza mambo anayoyapenda Allah kuliko mambo yanayopendwa na nafsi. Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Mwenye kufunga siku moja tu kwa ajili ya njia ya Allah, Allah huweka mbali uso wake na moto kwa miaka 70. As-sawmu yukassiru kibriya an-nafsi wa ghururaha. Saumu inavunja kibri cha nafsi na ile ghururi ya nafsi. As-sawmu yukassiru kibriya an-nafsi wa ghururaha. Saumu inavunja kibri cha nafsi na ile ghururi ya nafsi. Allahu a'lam.